Mkuu wa Mkoa wa Kusini Unguja, Mheshimiwa Hamida Musa Khamis, amewataka wananchi wanaoanza au kuendelea na shughuli za ujenzi katika maeneo ya akiba ya hifadhi ya serikali iliyopo White Sands, shehia ya Paje kusitisha mara moja shughuli hizo hadi serikali itakapojiridhisha na uhalali wa mauziano ya maeneo hayo. Ametoa agizo hilo wakati alipofanya ziara pamoja katika uongozi wa wilaya Kusini, kamisheni ya ardhi na barabara ya mjini Kusini yenye jengo la kukagua eneo hilo ambalo serikali imebaini kuwepo kwa mauziano na matumizi ya baadhi ya maeneo ya hifadhi kinyume na taratibu zilizowekwa. Juzi Nigeria pale kauziwa na nani? Nkatajiwa Ameri, sijui na Soro, mzungu kauziwa na nani? Kwa hiyo hao wote huyo anawajua, na ndio maana mimi cha kwanza na yeye yumo ana maeneo yake Ramatoma Weye, kila tunakopita mnatajwa. Kwa hiyo hapa ni swala la kutusaidia. Maana huu ni mtandao, inaonekana ni mtandao. Nyinyi saidieni kusema nani na nani na nani ndio wauzaji wa maeneo haya. Tukisha tutakaa kitako hapo tuulizane, nyie mliyapata vipi? Site plan zikisema hizi, mimi nikiona hii kwa sababu sijui ndio au sio, nitasema na watu wa ardhi wamo. Juzi nilipokuja hapa nikaambiwa kuna beacon. Mimi ninaloweza kuuliza haraka nauliza vipi? Hii beacon imewekwa na kamisheni ya ardhi au watasema kuna wapimaji tu kwa ardhi tumewaita, mtawataja? Sasa ndio tunalolitaka. Sasa kila mtu aliyeuziwa atasema, kwa sababu waliouziwa kama hawa wamekuja kulalamika kwa sababu mtu anaona pesa yangu hiyo inayoyomea, kujenga sijengi, pesa ndo nimeshatoa. Kwa hiyo walouza sasa, wewe ndo mjumbe, na ndo mimi nikakwambia utabeba dhima. Aidha, Mheshimiwa Hamida amemsitisha rasmi naibu sheha wa eneo hilo ambaye anadaiwa kuhusika na uuzaji wa maeneo hayo, huku serikali inaendelea kufanya uchunguzi wa kina kuhusu mauziano yaliyofanyika katika eneo hilo. Tutaelekeza penginepo, lakini hili ambalo limebaki tujiridhishe kama ni eneo la akiba. Manake agizo langu lilolitoa juzi sheha litaendelea, kwa maana kwenye eneo hili kwa sasa mtu yoyote hata kama alinunua miaka 10 manake anataka kulitumia, apite kwako, utoe barua ende kamisheni, ili kamisheni ijiridhishe kwanza kaingia kwenye hiyo akiba au hakuingia, vinginevyo kusifanywe chochote. Na huyu nilimsimamisha kwa sababu ya makando mengi yaliyomo. Tafuta mtu mbadala wa kusimamia zoni hii kwanza, ili hichi tunachokiagiza kiendelee, kwa sababu yule ana malalamiko mengi, analalamikiwa. Hatuwezi kuendelea na mtu aina hiyo, na sasa hivi itabidi yeye atupe orodha ya watu wenye maeneo haya yote wanaosema ni wao. Sisi tutajiridhisha, ano karatasi ya mambo msige, ano karatasi ya kuuziwa ile ya mchele, ano karatasi rasmi ya serikali, wote wenye maeneo haya. Umenielewa Yusuf? Tunataka hiyo orodha isizidi leo Jumanne, ikifika Ijumaa iwe ushamkabidhi sheha yote. Sheha unaiandikia barua kwa mkuu wa mkoa, nakala mkuu wa wilaya, katibu mtendaji kamisheni ya ardhi. Sawa? Katibu mtendaji wa kamisheni ya ardhi Musa Kombo Bakari amesema ni kosa kwa mmiliki wa ardhi kubadilisha matumizi ya eneo alilopewa kwa shughuli nyingine bila ya kupata idhini rasmi kutoka serikalini kupitia mamlaka husika, huku akiwahimiza wananchi kushirikiana na serikali katika kulinda hifadhi na kusimamia matumizi sahihi ya ardhi ili kuhakikisha rasilimali hiyo muhimu inanufaisha jamii, kuchangia maendeleo ya taifa kwa ujumla. Sasa kama ni hivyo, lazima walete kula ili tuseme, na washauziwa watu, maeneo ni yao kabisa wale wananchi wanauza, lakini matumizi hayakubali. Kwa mfano mtu anauza eneo la kilimo, sisi akija kwetu tunakubali kwamba shamba hili ni la Bi Hamida, anamuuzia mgeni, sisi tunakubali kwamba sawa, tunakubali kwa matumizi ya kilimo. Mzungu anakuwa surprise, sasa mimi kilimo gani nitafanya? Sijui hata kupanda mpaka taratibu zianze za kubadilisha matumizi. Exactly, na eneo hilo
papazi yake sio uwekezaji kwa maana ya hoteli, papazi yake ni kilimo. Kwa hivyo lazima waje kwetu ili tuseme kwamba mgeni huyu anaweza kufanya uwekezaji wa hoteli au real estate projects au vitu vingine kama hivyo. Sasa bwana Sheha, hiyo ndio taratibu yetu sasa hivi. Wakija kwa maeneo hasa ya wageni ambao tunajua haya direct ni uwekezaji, hayo lazima kwanza waombe ushauri kamisheni ya ardhi kwa maandishi, na sisi tutajibu kwamba hapa sawa, endelea na taratibu, hapa panaweza kuwekezwa hoteli. Aisha Charles, Tifu TV.